Elimu hiyo imetolewa ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha wanawake na wasichana kujitambua hasa katika masuala ya afya, lishe pamoja na uwezeshaji wa kiuchumi. Sambamba na kauli mbiu ya mwaka huu inayosisitiza haki na usawa kwa wanawake na wasichana kama msingi jumuishi wa kufikia dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Akizungumza na Dodoma TV wakati wa maadhimisho hayo, afisa mradi wa kitengo cha kuwezesha vijana kiuchumi akiwa wilayani Kongwa, Zaituni Ali, amesema kauli mbiu ya mwaka huu inalenga kuhamasisha usawa wa haki kwa wanawake na wasichana ili kuwapa nafasi sawa katika maendeleo ya jamii. Leo tuko hapa, tuko na mradi wa Ahadi ambao uko chini ya serikali ya watu wa Canada, chini ya shirika la World Vision na unatekelezwa na shirika la TAHEA. Katika siku ya leo tunaadhimisha siku ya wanawake duniani. Tuko wilaya ya Kongwa kwa kuonesha shughuli mbalimbali ambazo tunazitekeleza kama shirika, lakini pia kutoa elimu mbalimbali ambazo zinatolewa ndani ya mradi wa Ahadi. Kama kauli mbiu ya mwaka 2026 inavyosema, haki na usawa kwa wanawake na wasichana ni msingi jumuishi katika kufikia dira 2050. Sisi kama shirika tunaiishi kauli mbiu hii kwa shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya kwenye miradi yetu ambayo inawajengea wasichana na wanawake hali ya kutambua haki zao, kujitambua wao ni kina nani na kuondoa viashiria vyote vya kupinga ukatili ambao unafanyika kwa wanawake. Aidha, afisa huyo ameeleza kuwa ushiriki wao katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ni sehemu ya kutoa elimu ya lishe kwa wanawake na vijana ambao wamekuwa wakielekeza makundi ya vyakula na namna bora ya kuandaa mlo wenye lishe bora hasa kwa vijana walioko katika umri wa balehe. Katika siku ya leo tumeweza kufika hapa, tuna vitu mbalimbali ambavyo tunavifanya. Kwanza kabisa tunatoa elimu ya masuala ya lishe ambapo tunaonesha makundi ya chakula, namna ya kupika mlo kamili na namna ya kuzingatia lishe ambayo iko bora hasa kwa vijana ambao ni lengo letu sisi kuwafikia vijana rika balehe. Lakini pia tuna upimaji wa hali ya lishe ambapo tunapima hali ya lishe na kutoa ushauri wa lishe, lakini pia tunaonesha shughuli mbalimbali ambazo vijana wanazifanya kama shughuli zao za kiuchumi. Vijana wetu wamebeba bidhaa mbalimbali ambazo wamekuja nazo kama shughuli za kiuchumi ambazo wanazifanya katika shughuli zao za kila siku. Tuna bidhaa mbalimbali kama batiki, sabuni, bites mbalimbali, korosho, vitafunwa mbalimbali tunavyo hapa kama shughuli za kiuchumi ambazo wanazifanya vijana wetu kwenye kujiingizia kipato chao. Kwa upande wake, mmoja ya wafanyakazi wa shirika la TAHEA anajikita katika masuala ya lishe, Nusra Tem, amesema lishe bora huanza tangu kipindi cha ujauzito, akisisitiza umuhimu wa mama wajawazito kuzingatia ulaji sahihi ili kulinda afya ya mama na mtoto. Lishe ni kuanzia mtoto mdogo, mimba inapotungwa mpaka anapozaliwa na anapoendelea kukua. Kwa hiyo ndipo hapa kwa ajili ya kuelekeza kama ni wamama wajawazito, makundi 6 hali ya chakula ili wale kwa kufuata mpangilio mzuri wa chakula ili waendelee kuwa na lishe bora, waweze kuzaa mtoto akiwa kwenye nguvu, akiwa na akili, akiwa na salama zaidi. Nao baadhi ya wanufaika wa mradi huo kupitia TAHEA unaofadhiliwa na Canada wamesema maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yamewapa hamasa ya kujiandaa kwa viongozi bora katika jamii hapo baadaye, huku wakinufaika na elimu mbalimbali ikiwemo afya na ujasiriamali. Leo inatupa hamasa kama vijana wa kike kuweza kuwa viongozi bora hapo baadaye, kuwa mama bora na pia kuwa watu wanaoweza kujisimamia wenyewe katika maisha yao hapo baadaye. Kama vijana tunawahamasisha kuwa mradi wa TAHEA ni wa vijana ambao unaanzia kuanzia miaka 10 mpaka miaka 24. Katika huu mradi tunajihusisha na masuala mbalimbali kama ikiwemo elimu ya afya, kujifunza ujasiriamali. Pia endapo utakuwa unahudhuria kwenye madarasa hayo na pia unaweza ukapata fursa ambao unaweza kwenda kusoma VETA fani ambao unaipata. Kwa ujumla, maadhimisho hayo yamekuwa fursa muhimu ya kutoa elimu na kuhamasisha wanawake na wasichana kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii. Nikiripoti kutoka Kongwa, mimi ni Anwar Shaban, Dodoma TV.